Ekaristi Takatifu lazima yaunganishwe na upendo wa kindugu, kupendana kindugu, kusaidiana kindugu, kuchukuana kindugu, kubebana kindugu. Naona sasa sisi tunapokea Ekaristi Takatifu daima tunarudi huko kwenye familia, tunarudi huko kwenye maofisi yetu ya kazi, tunarudi huko barabarani. Sijui mahusiano yetu na watu yanakuwaje. Kindugu, kuchukuana, kubebana, kusaidiana. Yaani Yesu anapoanguka magotini na kuwaosha mitume miguu, unaitwa ni utumishi wa kindugu. Yaani anateremka kule chini kabisa aonyeshe kwamba ni namna gani tunapaswa kujiunganisha na wengine, kwa hali ya unyenyekevu, kwa hali ya udogo, kwa hali ya upendo, kwa hali ya utumishi, bila kujali ni nani. Kitendo anachofanya leo kile wanachofanya watumwa, walikuwa wanawaosha wafalme wao, mabwana zao miguu. Yesu anateremka na kwenye kile kitendo cha chini kabisa kinachofanywa na watumwa. Maisha ya kuviliana, kuchukuliana, yametoka kule na wademi ni wenu kabisa. Tunapenda pamoja, si katika kula mezani tu, si katika kuongea tu, mpaka kwenye mambo ambayo ni ya chini kabisa tuko pamoja. Ni maisha ya kubebana, ni maisha ya kufichiana madhaifu yetu. Yaani uone kwamba madhaifu ya mwenzako ni ya kwangu, alafu tunakuwa naye, tunasali naye, tunaongea naye, tukimwomba Mungu ya Mungu. Tunavyoyapendeza huko nje madhaifu ya wenzetu, tunavyoyapendeza na kwenye barua na kwenye hayo masimu yetu ya kila siku hizi, ni Mungu anafahamu. Hapo tunachukulianaje, tunabebanaje, tunasaidianaje, tunafanyaje kwamba ya mwenzangu ni ya kwangu, ni lazima nibebe pamoja naye. Tunamfanyaje yule ambaye anamchukua awe na furaha na kwamba kwa kweli tuko pamoja naye. Sasa ndugu zangu, maisha ya kindugu, Ekaristi Takatifu, hatuwezi kuwa watu wa Ekaristi Takatifu kama hatuishi maisha ya kindugu, maisha ya kifamilia, maisha ya kuchukuliana, ya kubebana, ya kusameheana, na kuona yaliyoko ndani ya mtu huyu ni ya kwangu, kwa hiyo tuyachukue